Nazungumza bila kuchosha, hotuba ndefu yenye maandishi na takwimu. Mheshimiwa Aweso naye yumo. Eneo moja tu ambalo sijaelewa. Nimeelewa vizuri utenzi wako, misamiati yako, lakini pale uliposema ubaya ubwela, kuelewa kabisa, na sina hakika kama Mheshimiwa Naibu Spika amekuelewa. Ni kwa sababu ya kanuni tu zinanizuia, lakini tungezua mjadala wa mwongozo. Sasa nakubaliana na wewe Mheshimiwa Spika, hoja hii inajadilika, lakini kwa upande mwingine inaeleweka, na kwa hiyo haiwezi katupotezea muda mrefu. Nianze kwa kuunga mkono hoja. Naipongeza kamati ya uongozi chini ya Mheshimiwa Spika kwa kuunda kamati maalumu ya maji na mazingira, na kwa mara ya kwanza katika bunge la 12, Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata kamati ambayo mimi ambaye nimekuwa mjumbe wa kamati hii tangu mwanzo mpaka tunahitimisha, nakiri kwamba yaliyoelezwa ya miaka minne ni makubwa na yanastahili kuonekana ni mafanikio ya kimapinduzi. Sasa kufanya mapinduzi inawezekana, kuyalinda na kuyadumisha, hiyo ndio kazi kubwa, na hapa ndipo mimi najikita katika kutoa mchango wangu. Mapinduzi makubwa sana yamepatikana ambazo zitatusaidia kuyalinda na kuyadumisha mapinduzi haya kwenye sekta ya maji. Sitaki kuwachosha, yameelezwa mengi sana yaliyofanyika. Lakini mimi natambua nyenzo kuu 3 ambazo ndio mlinzi wa mapinduzi haya ambayo yametajwa katika sekta ya maji. Ya kwanza ni sera, na hapa napongeza waziri kwa namna ambayo mmefanya marekebisho mazuri sana na makubwa katika sera ya sasa ya mwaka 2002 na marejeo yake ya mwaka 2025. Ukiisoma sera inaeleza kwamba usalama wa maji ni mhimili wa usalama wa nchi. Pili, usalama wa maji ni nyenzo kuu ya maendeleo ya kiuchumi. 3, usalama wa maji ni kipimo cha ustawi wa watu. Hii nyenzo muhimu sana itatusaidia kudumisha haya mapinduzi ambayo yametajwa hapa kupitia katika hotuba ya mtoa hoja. Kwa hiyo usimamizi bora wa rasilimali za maji ni swala muhimu na nyeti kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na hiyo ndio maana naweka msisitizo kwamba utekelezaji wa sera hii ambayo inatoa mwanya mpana wa mabadiliko tulionayo hata ya tabia nchi, pamoja na ushirikishaji wa makundi mengi ikiwemo sekta binafsi, itatusaidia sana kuyalinda mapinduzi haya ambayo leo tunayazungumza. Nyenzo ya pili, na ametaja vizuri mtoa hoja, ni chombo hiki kinachoitwa RUWASA. Ukiangalia kazi zake zilizofanyika na idadi ya miradi iliyotekelezwa vijijini, unaweza ukadhani chombo hiki kina miaka 20 kwa umri wake. Lakini chombo hiki ni chombo ambacho kimekuja kwa wakati mwafaka. Kukilinda chombo hiki na kukiwezesha kifedha na watendaji kuwapa motisha
ni jambo la msingi sana, kwa sababu tulikofikia ambapo vijiji si zaidi ya 2000 ndio havijafikiwa kati ya vijiji 1012 ni rekodi nzuri sana. Lakini chombo hiki, kwa sababu nchi yetu inapanuka, watu wanaongezeka, shughuli zinaongezeka, kila mara kitatakiwa kiendelee kuwekeza nguvu zake kutoa huduma hasa vijijini. Na nchi yetu, kusema ukweli, watu wengi wanaishi vijijini na shughuli nyingi za kiuchumi zinafanyika huko vijijini. Kwa hiyo chombo hiki nacho ni muhimu sana, na mimi nitumie fursa hii kuupongeza uongozi wa RUWASA na uongozi wa wizara kwa ujumla kwa kazi kubwa iliyofanyika. Nyenzo ya tatu ni mfuko wa maji, mfuko wa taifa wa maji. Amesema vizuri mwenyekiti kwenye kamati yetu, tunaridhika na utendaji wa mfuko huu, lakini tunashauri kwamba bado kuna wigo mkubwa wa kupata fedha zaidi nje ya mfuko mkuu wa serikali. Ndio ameshaanza kazi ya kufanya maandiko na sehemu kubwa amepata fedha, na pia hizi fedha zinafanya kazi ya mzunguko kuwezesha mamlaka za maji kufanya shughuli zake. Kwa hiyo hii nayo ni nyenzo ya kuendeleza mapinduzi ambayo tumeyapata. Nyenzo ya 4 ni chuo chetu cha maji. Chuo hiki kinatoa mafunzo kwa wataalamu, na miradi imekuwa mingi vijijini na mingine ilikuwa haiendeshwi vizuri kwa sababu ya ukosefu wa usimamizi. Kwa hiyo wekezeni nguvu kubwa sana, na nakupongeza Mheshimiwa Waziri kwa wewe kusimamia wewe binafsi chuo hiki kukifikisha kilipo. Kilikuwa hakiko katika hali nzuri, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kuwapa motisha, kuwapa fedha za kufanya utafiti hasa kwenye maeneo ya teknolojia, ili chuo hiki kitupe wataalamu wa kusimamia miradi yetu. Na mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la utashi wa kisiasa. Na hapa nitumie nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuonyesha utashi wa kisiasa katika sekta hii muhimu na nyeti kwa maendeleo ya taifa letu. Tulipoanza kwenye kamati mwaka 2021-22 tulikuwa na bajeti ya bilioni 680. Mmesikia leo tunazungumzia bajeti ya trilioni 1. Huo ni utashi wa kisiasa ambao unatupa ni nyenzo muhimu sana ya kudumisha mapinduzi yaliyopatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, sina mengi ya kusema, kama ulivyosema nitakuwa najirudia na muda umeisha, na kushukuru sana, na kwa mara nyingine naunga mkono hoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Mheshimiwa Bunge, kuna tangazo kutoka kwa Katibu wa Bunge. Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa wabunge wote kuwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi itakuwa na kliniki ya ardhi katika viwanja vya Bunge ambavyo ilianza tarehe 7 Mei 2025 hadi tarehe 26 Juni. Huduma zinazotolewa ni pamoja na utoaji wa hati, utatuzi wa migogoro ya ardhi, utoaji wa ankara za ulipaji wa kodi ya pango la ardhi, uthamini, elimu ya ardhi na masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya ardhi. Waheshimiwa wabunge wote mnakaribishwa. Sasa mwita Dr. Joseph Kizito ajiandae, Mheshimiwa Mwijage ajiandae, Esther Bulaya. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi ninakushukuru kwa kunipa fursa hii asubuhi niweze kuchangia hoja iliyopo mezani. Kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niungane na wewe kukiri kwamba ni rahisi sana kuchangia hoja hii iliyopo mbele yetu, lakini ni ngumu sana kuitendea haki kwa kupitia michango yetu kwa sababu ya umahiri wa Mheshimiwa Waziri na timu yake na kwa namna ambavyo wamewatendea haki wa Tanzania. Yote ambayo tutayachangia yakiwemo ya kwangu hayawezi kufanana na uhalisia
wa mambo yalivyofanyika huko field. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru kwa kupata fursa hii na nimeeleza yale maneno ya awali, nadhani yameingia kwenye rekodi za bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimefuatilia hotuba hii vizuri. Nimeangalia mafanikio ya kitaifa na hapa naomba niarejee baadhi. Miradi ya kitaifa peke yake nchi nzima tumefikia 85% ya vijiji vyote vya Tanzania vimefikiwa na maji. Lakini pia ongezeko la bajeti ambalo limeelezwa kutoka bilioni 680 mpaka trilioni 1. Lakini pia fedha za malipo ya matokeo lipa kwa matokeo kutoka dola milioni 350 mpaka dola milioni 356. Lakini nikikuondoa huko Mheshimiwa Naibu Spika, nikikupeleka Madaba jimboni kwangu kwa wananchi wa Madaba kule, katika kipindi hiki tu cha awamu hii ya 6 kuanzia mwaka 2020 mpaka leo, Madaba peke yetu tumepokea zaidi ya bilioni 12 kwenye miradi ya maji. Na Mheshimiwa Naibu Spika, pia iingie kwenye rekodi zako za bunge kwamba hakuna kijiji chochote ndani ya halmashauri ya wilaya ya Madaba ambacho hakijafikiwa au na maji au na kazi ya ujenzi wa miradi ya maji inayoendelea. Haya yote Mheshimiwa Naibu Spika ni kielelezo kwamba wizara hii imepata mtu kazi kweli kweli, mtu makini, mtu mzalendo, mtu anayewapenda Watanzania na anaipenda nchi yake kwa dhati kabisa. Nitumie fursa hii kumpongeza sana kwanza Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye alimwamini Mheshimiwa Juma Aweso na timu yake na akawapa jukumu kubwa hili na akawawezesha kibajeti kuweza kufanya mambo makubwa sana yaliyofanyika kwenye wizara hii ya maji. Nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, kwa kuiongoza wizara hii kwa umahiri mkubwa sana. Maneno mengi yamesemwa kuhusu Aweso. Mimi sio msemaji mzuri, sina maneno mazuri, lakini ninachokisema Mheshimiwa Aweso ni moja kati ya watu wachache sana ambao taifa letu linajivunia kuwa naye. Ni mtu ambaye anawajali watu wa aina zote, anakwenda mahala popote, atakana Watanzania wote wenye changamoto ya maji. Amekuja kwenye jimbo la Madaba mara nyingi na amefanya mambo makubwa sana. Huyu watu wa Madaba hawamshangai wala kwa jina wala kwa sura. Kakaangu Aweso, ninakuombea neema na baraka za Mwenyezi Mungu uweze kudumu katika utumishi wako. Na Mheshimiwa Aweso, nimeona wananchi wa Pangani hapa, nimeona viongozi wa Pangani hapa, nimeona familia. Kwanza nishukuru familia yako na niwashukuru watu wa Pangani. Wametupa zawadi kama taifa, wametupa zawadi kama wabunge, wametupa zawadi kama Watanzania. Zawadi hiyo ni wewe. Wewe ni mbunge wa Pangani, lakini wewe ni mbunge wa kila jimbo la Tanzania kwa sababu unatutendea haki sawa na Wanapangani. Niwaombe Wanapangani, tusipoteze lulu hii ambayo tumepewa. Tuhakikishe tunaisimamia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa Madaba nimeeleza, niombe tu kuna maeneo machache ambayo Mheshimiwa Waziri naomba ayazingatie. Pamoja na kazi ambazo nzuri zinaendelea pale Madaba, tuna changamoto ya mradi huu wa maji ya Wino kata ya